Okay, sasa leo tupo kwa huyu jamaa. Unaona alikuwa anakumbatiana na mke wake. Ghafla akawa amemwona mchepuko wake kwa mbali, akaingia kwenye gari. Sasa yule mwanamke akawa anamuuliza, mume wangu unaenda wapi tena? Kwani shida nini? Unaona? Shida nini jamani? Kugeuka nyuma, huyu rafiki yake kumbe akawa amekumbatiana. Vipi tena? Jamaa akaangalia mlango wa nyuma wa kutokea taratibu. Unaona? Akasema maskini ya Mungu. Leo ningefumwa leo ingekuwaje? Akasema lakini sasa mbona mume wangu kakimbia? Akasema mume wako mbona mimi simjui yuko wapi? Kaingia kwenye gari humu. Unaona? Kumbe jamaa yupo kule anachungulia, anaangalia njia ya kufyatukia. Akasema kwa kweli mimi na bwana wangu mmoja ananipenda sana. Pia ameniahidi yuko maeneo haya. Anaomba kuonana na mimi. Jamaa akaangalia nafasi akakimbia. Wakawa wanasema sasa baby, mume wangu. Jamani yuko wapi tena huyu? Mbona umetoka uko wapi? Umepotelea wapi? Akasema alikuwepo huyu mume wangu ameingilia hapa, sio umetokea wapi. Sijajua amepatwa na tatizo gani. Jamani rafiki yangu mimi kwa kweli sielewi. Unaona? Hata jamaa akawa anapiga simu huku. Kumbuka jamaa alikuwa amegonganisha ama demu. Huyu ni mke wake, huyu ni mchepuko wake. Hasa ule mchepuko akawa amepokea simu. Unaona simu inaita kwenye mkoba. Unaona? Mchepuko akawa anahangaika kuitoa simu, akawa amepokea simu chapchapo akamuuliza, mpenzi wangu uko wapi? Nipo huku nimesimama huku nyuma njoo. Nimesimama kwa huku mbele. Akasema sasa mimi nipo kwenye hii gari nyekundu hapa. Naomba tuonane hapa. Hapana mpenzi wangu, njoo kwa huku utanikuta kwa mbele. Akasema okay sawa. Nakuja huko sasa hivi. Usijali nakuja huko, nakupenda sana. I love you so much. Hasa jamaa akawa anasema maskini ya Mungu, leo ningekamatwa ingekuaje? Unaona? Wakawa wanaongea akasema lakini mume wangu mbona hata simu hapokei? Akasema ngoja mimi nimwahi boyfriend wangu. Yupo hapo mbele. Akasema basi sawa rafiki yangu. Hamna shida. Wakawa wamekumbatiana pale, kisha wakaagana na namna gani vipi? Alafu wakaachana kimtindo. Unaona? Akawa na tabasamu tu ule mwingine. Hasa jamaa huko akasema maskini ya Mungu ningekamatwa leo ingekuaje? Unaona? Ule rafiki yake akasema mume wangu jamani yuko wapi? Mbona haijatokea hii kitu ni nini? Unaona? Akawa anakagua kila sehemu ya gari haoni mtu. Hasa wale wengine wakaanza kukumbatiana huko akasema jamani, mpenzi wangu nimekumisi sana. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye gari pale. Sasa mimi nilikuwa kwa mbele, nimekwambia nipo mbele hapa. Usijali lakini uko poa, mimi niko poa. Basi sawa. Tutaonana wakati mwingine. Unaona? Jamaa akasema maskini ya Mungu. Leo ningeumbuliwa ingekuwa kazi leo. Leo ingekuwa kazi ningeumbuliwa leo. Sasa yule mwanamke mwingine akawa analalamika, ghafla jamaa ndo anafika sasa hivi. Akasema mke wangu nimepatwa na matatizo. Yaani kuna kitu tu kilinipata, sio mashetani. Mimi sijui kwa kweli. Ndio maana nikatokea tu nikakimbia. Unaona? Sasa jamaa akaanza kujitetea kwa mke wake. Mke wake akawa anamwambia hapana, kwanza tuongee, usiingie kwenye gari. Nini ambacho kimekufanya wewe ukimbie? Au kuna kitu kinajificha hapo kwako? Niambie. Ghafla yule mwingine tena akawa ametokea mchepuko akasema sasa leo tumekukamata. Ngoja tuone episode ya pili itakuwaje. Je, watamfanyaje huyu mshikaji?